Leo amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Tunapata neno hili kwa mwinjili Luka sura ya 2 mstari wa 11. Maana ya maneno haya mazuri ni kwamba tuko tayari kwenye kipindi cha Christmas, kipindi cha Noeli. Na hivi wapendwa waamini wa Jimbo Katoliki Moshi pamoja na waamini wote wa Kanisa Katoliki mahali popote walipo, lakini na watu wote wenye mapenzi mema, wana wa Mungu, ninapenda kuchukua nafasi kwanza kabisa kuwatakieni heri sana kwa sherehe ya Krismasi. Hongereni sana kwa kuingia katika sherehe ya Krismasi 2025. Ninaomba na ninasali iwe kweli ni Krismasi ya sala, Krismasi ya furaha, Krismasi ya neema, Krismasi ya amani na Krismasi ya matumaini. Hiyo ndio sala yangu kubwa. Itawaliwe na roho hiyo ya sala, roho ya furaha, roho ya neema, roho ya amani pamoja na matumaini. Ni mahujaji wa Mungu katika matumaini. Iwe ni Krismasi ya matumaini. Wapendwa ndugu zangu, Krismasi ni sherehe ya mwanga. Ni sherehe ya mwanga, ni sherehe ya nuru. Nabii Isaya anasema watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, yani wameona mwanga. Tunalipata hili katika kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 9 mstari wa 2. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Na hii ni mojawapo ya masomo yanayosomwa katika sherehe ya Pasaka, tena kuanzia usiku mpaka mchana. Kwa hiyo ina maana kwamba Krismasi ni sherehe ya mwanga, ni sherehe ya nuru, mwanga. Kama ndio hivyo, ni waombe, ni mwaliko pia na kwetu sisi wanajimbo Katoliki Moshi, lakini na wana wote wa Mwenyezi Mungu walioko mahali popote, tuyaondoe magiza katika maisha yetu. Tupambane. Tukiwa kwenye kipindi cha neema, tujitahidi inavyowezekana kuondoa magiza. Takatifu Paulo katika barua yake kwa Tito, ule sura ya 2 mstari wa 11, anasema neema ya Mungu Mwokozi wetu inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Sasa kipindi cha Krismasi ni kipindi cha mwanga, maana neema ya Mungu Mwokozi wetu inayokomboa wanadamu wote imefunuliwa. Sasa kama hiyo neema ipo, inatupa nguvu ya kuondoa magiza yaliyopo katika maisha yetu. Yapo ya aina nyingi. Tuondoe magiza ya kila aina ambayo yanatuzingira katika maisha yetu. Tuondoe hata mambo madogo kabisa. Magiza ambayo yanatokana na masengenyo. Kuna umbea, kuna ulevi,
Haya ni maagizo hayo. Kuna wizi, kuna madeni, watu wanachukua fedha za watu warudishi, kuna uongo, kuna vitina, kuna wivu, kuna ushirikina, kuna mazoezi ambayo ni ya kupingana na imani yetu takatifu, inaitwa sijui ni dini za mashetani. Hayo ni maagizo hayo, tuondoe yote hayo, tuondoe usuria, sio fadhila. Kwa hiyo kwa hii neema ya Mungu ambayo ipo sasa hivi, ambayo Mtakatifu Paulo kwa Tito anasema neema ya Mungu inayowakomboa wanadamu wote imefunuliwa, na tunatangaziwa sasa na nabii Isaya kwamba kipindi cha Krismasi ni kipindi cha mwanga, ni kipindi cha nuru. Tujitahidi sana kwa neema hiyo. Sisi wenyewe hatuwezi mambo mengine wapendwa, lakini kwa neema ya Mungu, kwa nguvu ya neema ya Mungu inawezekana. Lakini hata hivyo ni waombe wote ambao tuko kwenye Krismasi hii, inawezekana basi kuna hayo mapungufu, tumekamatwa hapa na pale. Hata hivyo ninawaomba tusiadhimishe Krismasi kwa uchungu, kwa sababu tuko katika hali hiyo ya madhaifu hapa na pale bado, kwa sababu tunaimba daima katika ile kauli mbiu yetu ya mwaka mtakatifu Jubilee 2025, mahujaji katika matumaini. Hata kama bado tuko kwenye hali hiyo ya kukamatwa hapa na pale, ningewaomba tuadhimishe Krismasi kwa furaha. Na mtu akikwambia furaha ulio nayo unaipata wapi wakati ambapo wewe uko katika hali hii ya usuria, hali hii ya hujalipa madeni, fedha zangu hujalipa, lakini mwambie hata hivyo nina matumaini kwamba hali itabadilika tu.